peke yake ni kuiba. Yaani kuna kiongozi ambaye anaona raha, haimuumi, haimshughulishi kwamba kupata nafasi tena kubwa ya nchi kwa njia ya wizi. Jamani, ni msiba mkubwa, ni mtihani mkubwa sana. Sijui mwenyewe Mwenyezi Mungu ndiye anayejua. Ukiwa na kiongozi wa namna hii, mezani yake na hao wengine waovu waliotangulia, sijui ipi mezani inakuwa nzito zaidi. Kwa sababu huyu mmoja anasema kwamba tutafanya uchaguzi wa salama wa nini, tena mbele ya nyumba za ibada. Lakini pembeni yanayoandaliwa ndio haya mnayoyasema. Sisi tumefanya juhudi sasa. Tukenda tukazungumza na yeye, mwisho yeye mwenyewe akasema basi kazungumzeni na mwenyekiti wangu, tumeshakubaliana kwenda kuzungumza na Rais Samia. Tukakubaliana, Rais Samia akatwita kamati ya uongozi, tukaenda kumuona na tukakubaliana hili tunakwenda kuliondoa. Watu waliokuwa hapo Azanaidi tunahakikisha tunafanya operation, na tukapewa watu wa kushirikiana nao, tukawaorodhesha kwa gharama kubwa, pesa zinazofika karibu milioni 50 kufanya kazi. Lakini kwamba hili tutakwenda kulirekebisha, na hili la secretariat ikaundwa kamati ya kwenda kulisimamia hili, na Rais Samia mwenyewe akiwa mwenyekiti wa chama cha CCM, akiwa amiri jeshi mkuu. Tumeondokeana hivyo, na siku ya pili tukaitwa sisi watu watatu, mimi, Jussa na Babduni, kwenda kuhakikishiwa kwamba jamani, hili tutakwenda kulisimamia, tafadhalini shirikiane nao hawa. Lakini kwenda kwenye kikao wanasema hawataki. Ile hadithi ya baniani ikawa dogo yao ndio kubwa yao, na mkubwa keshaamua, lakini wadogo wakakataa. Tena walipangwa kwamba wakatae, walipangwa hapa Zanzibar, walipangwa na kiongozi wetu huyu wa Zanzibar kwamba hili wende wakalikataa. Sasa tunasema wakati mwingine Mwenyezi Mungu anawapitisha kwenye mtihani, ni nyinyi hekima zenu, busara zenu na namna ya kuliendea. Maana hapa kinachochukuliwa, wao akili zao zote bwana kafundishwa kwamba hawa ukiwabana, ukiwa frustrate, ukiwafanyia kila vitimbi, hawa mwisho watagoma. Sisi tunasema hayo ya zamani, sisi hatugomi, tutakwenda, tutapambana, itakavyokuja ndio itakavyo. Au nyewe mnasemaje? Naam. Maana kila tulilotakiwa kufanya sisi tumelifanya. Hekima zote, busara zote, kujishusha zote, kuanzia mzee wetu bali haijasaidia. Huu ndo aina ya viongozi wenye khiana kiasi hicho. Na leo mtu anakuja mbele yetu anasema, anapita akipitisha na pesa na nini, kwamba anataka tena awaongoze. Sasa mimi najiuliza, unakuja sasa kuwafanyia nini ikiwa hili? Kwa sababu haya jamani, wala hatukupaswa sisi tuwe tunakwenda kumuomba kwa kiongozi kweli anayejijua, alikuwa na binadamu kweli, mwenye utu kweli. Baada ya kupewa yote haya, hakutegemea kwamba mpaka aende kaombwe, na kwamba hata baada ya kwenda kuombwa pia akatae. Huu ni mtihani jamani, Mwenyezi Mungu atuletea. Insha Allah tutafanikiwa, na insha Allah Oktoba tutakwenda kuunda serikali. Kwa hivyo mengine, lakini sisi tunaendelea na juhudi hizi. Naomba na nyinyi wenyewe mmesikia vituo uchaguzi 2020 vya kura mapema vilikuwa 400, sasa vimeshushwa vimekuwa 50. Mimi niwaambie tu kwa jumla, tuna kazi tunaendelea nayo. Kwa sasa tuachieni, tukifika pahala tutaambizana kwamba tucheze umundi au msewe. Tumefahamiana?